Nyeri kwa kutukaribisha asubuhi hapa Nyeri leo. Na nimekuja hapa tangu Jumatatu kwa sababu ya mambo ya maendeleo ya sehemu hii. Na nimekuja hapa niko na mambo matatu ya muhimu sana watu wa Nyeri. Sawa sawa. Maneno ya kwanza mimi nimekuja hapa Nyeri ni maneno ya kuunganisha stima kwa watu wa Nyeri County. Kwa sababu tumekubaliana ya kwamba stima sio starehe ya watu wachache. Stima ni haki ya kila Mkenya. Hapa Nyeri, mbali na ile tuliunganisha mwaka uliopita na hiyo mwaka ingine, mwaka huu, na nimemwambia huyu Alex Wachira ambaye anatoka hapa Nyeri ya kwamba huyu PS wangu huyu ya kwamba tunaelewana jameni, watu wa Nyeri for the next 7 months mpaka November tunataka kuunganisha manyumba ya watu 11,000 mpya kwa huduma ya stima, na serikali ya Kenya imetoa milioni 850 ya kufanya hiyo kazi. Negwo na bwana Wachira, kwa sababu hii Nyeri kuna sehemu tofauti tofauti imebaki nyuma kiasi. Katika ile mpango inayofuata kabla ya mwisho wa mwaka huu tutaongeza pesa ya Nyeri ya mambo ya stima shilingi milioni 600 ingine ya kusukuma stima ifike kwa manyumba ya wananchi. Tumekubaliana jameni? Jambo la pili, mimi nimekuja hapa program ya affordable housing na markets. Tulikubaliana ya kwamba lazima tupange njia za vijana wa Kenya kupata ajira. Ni kweli ama si kweli? Nilikuja pale tukaanzisha ile mradi ya Blue Valley ama inaitwa nini? Blue Valley pale tunajenga nyumba 460 inaendelea saa hizi. Pia hapa hizi manyumba tunajenga hapa ni 460 kwa sababu tunataka hii sehemu izalishe ajira ya vijana. Na namba 2, hii Nyeri kuna watu wanaishi katika vitongoji duni inaitwa slums. Wale wanaishi huko kule kwa Weitemere huko, tunataka wahame wakuje waishi hapa, wakae kama wananchi wengine wa taifa letu la Kenya. Na ile pesa wanalipa kule Weitemere ndio itakuwa ile pesa watalipa hapa, na hii itakuwa nyumba ya ghorofa 11. Mtaishi hapa na mtakaa kama Wakenya wengine. Tuwaondoe mahali penye hakuna maji, hakuna stima, hakuna barabara, hakuna choo. Tumesema tunataka watu wa Kenya waishi na dignity. Watu wa Nyeri tunakubaliana jameni? Nego kana tiguo. Vile vile mimi nimekuja hapa mambo ya masoko. Masoko ni ya muhimu kwa sababu inatusaidia kwa kilimo na inatusaidia kwa biashara. Wale wakulima wataweza kuwa na nafasi ya kuuza mazao yao tukijenga masoko. Na ya pili, wafanyabiashara kule sokoni, kama soko imejengwa vizuri, biashara yao inaendelea vizuri, tunazalisha uchumi, tunafukuza umaskini na tunazalisha chakula ya kutosha, tuondoe aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. Watu wa Nyeri, nilikuja hapa nikafungua soko.
Saizi kuna soko ingine inaendelea hapa town, karibu inakamilika. Huyu Mutai anajua na Madhenge DMM wanajua, si ndio? Alafu tuko na soko ingine kubwa hapo inaitwa Mudavadi. Hiyo soko pia mimi nataka niwatangazie, tayari tumetangaza kandarasi, tunataka kuwajengea soko kubwa pale ili wananchi wa Nyeri wapate nafasi ya kuendesha biashara yao. Mahali kuna usafi, mahali kuna cold room, mahali kuna storage, mahali kuna usafi, na mahali ambapo mnaweza kuendesha biashara yenu kwa taratibu na kwa sawasawa. Tumekubaliana? Pia mimi naenda leo kuanzisha soko ingine ya milioni 200 kule Othaya na mambo ya affordable housing, ili tuhakikishe ya kwamba mambo ya maendeleo ya Kenya hii inasonga mbele. Watu wa Nyeri tunakubaliana jameni? Pia nambari ya 3, nimekuja hapa mambo ya barabara zenu. Barabara ni ya muhimu kwa sababu inarahisisha usafiri, inatusaidia kilimo, inatusaidia biashara, kwa sababu ndio inatuwezesha kusafirisha bidhaa yetu na mambo yale mengine yote. Mimi nawaambia watu wa Nyeri, niko hapa na PS wangu wa mambo ya barabara Bwana Mbogwa, na tumerelease 920 million shillings wiki hii kufungua zile barabara zote zilikuwa zimekwama siweze kuendelea, kwa sababu pale nyuma tulikuwa na matatizo kidogo ya kiuchumi, lakini hiyo matatizo tumetatua. Sasa barabara zenu zote tutazikwamua, tutawajengea, ndio tuhakikishe kwamba tunatimiza ahadi yetu kwa watu wa Nyeri na kwa watu wa Kenya. Wewe Bwana Mbogwa, sasa kazi ile iko ni yako, sukumana naye, ukiregea utanikuta. Si namna hiyo? Tuko pamoja watu wa Nyeri. Nego, wacha niseme mambo ya ile ya muhimu. Mimi na huyu Mutai Kagwe tumekubaliana ya kwamba mambo ya kilimo lazima tusimamie vile mlituagiza, si ndio? Katika hii mkutano niko na chairman wangu wa KCC na anatoka hapa Nyeri. Na huyu chairman wa KCC, wapi huyo mtu? Kamiro wako wapi? Maina wako wapi? Alikuwa hapa na mimi saizi, si ndio? Huyo jamaa nimemwambia tulikubaliana na wakulima wa Kenya ya kwamba lazima tuwe na guaranteed return ya mambo ya maziwa, na tumesema mkulima alipwe shilingi 50 bila ya kupunguzwa, ndio mkulima aweke pesa kwa mfuko. Wale wengine transporters na nani walipwe ile iko juu, kama ni shilingi 2 ama shilingi 3, lakini mkulima apate pesa yake shilingi 50 kwa lita moja. Bado ninajua ya kwamba bado tuko na matatizo na bei ama gharama ya chakula ya mifugo yetu, na huyu waziri muliona juzi amesema ya kwamba ile yellow maize ambayo tunatumia kuzalisha chakula ya ng'ombe, sasa tumeondoa ushuru yote na tumesema iagizwe kwa wingi ili turudishe gharama ya kulisha ng'ombe zetu chini, ndio mkulima aweze kupata mapato zaidi. Na mimi nataka nikwambie Bwana Kagwe, you have my support 100% as we manage this sector to make sure that it benefits farmers. Tumekubaliana jameni? Muliniambia vile vile nifukuze wakora ambao walikuwa wamekita mizizi pale kwa kilimo yetu ya kahawa. Ni kweli ama si kweli? Wale watu ambao walikuwa wameteka nyara biashara yetu ya mambo ya kahawa, ati mtu mmoja ako na leseni, yeye ni mkulima, yeye ni mila, yeye ni broker, na yeye ndiye mnunuzi pale kwa Nairobi Coffee Exchange. Mtu mmoja ndiye anaumiza wananchi wengine. Wewe unapeleka kahawa yako, yeye ndio mila, anakuambia hii kahawa yako grade yake iko chini. Sasa ile umeondoka, anaongeza grade ile kahawa yako, yeye ndiye anaenda kuuza kama ni yake. Ndio tukasema
for the first time we want to reorganize the business of coffee in Kenya. Na ndio sababu hiyo tumenyorosha hiyo sehemu. Ile kahawa mlikuwa mnalipwa shilingi 50, shilingi 60. Mwaka huu wakulima wamelipwa shilingi 110, 120, 130 mpaka 140. Kwa sababu tumeondoa mabroka na tumewafukuza wale wajanja walikuwa wanaharibu biashara yetu ya kahawa. Na sasa tumeweka mpango maalum ya kuwapatia miche, kwa sababu tunataka kuongeza ile miti ambayo tuko nayo ya kahawa, ndio tuongeze kahawa ifike kiwango chai imefika. And that is my commitment to the people of Kenya, that coffee must pay maybe more than tea going into the future. Watu wa Nyeri tunaelewana jameni? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Ndio mimi nasimama hapa mbele yenu leo kusema leo sio siku ya siasa. Kuna siku ya siasa itakuja, kila mtu afae rangi yake, tukutane kwa kiwanja. Saa hizi tunaongea na tunapanga mambo ya maendeleo ya watu wa Kenya. Ni kweli ama si kweli bwana? Na hii kazi mulitupatia. Nyinyi mmetupanga na kazi. Kila mtu wako na kazi yake. MCA ako na kazi yake. Mjumbe ako na kazi yake. Governor ako na yake. Mimi niko na yangu. 2022 nyinyi ndio mtasahihisha, mtatufanyia mtihani. Yule mtu ameanguka mtihani atembee nyumbani. Yule mtu atapita mtihani aendelee na kazi. Ama mnasema nyinyi watu wa Nyeri? Si nyinyi ndio mtatusahihisha? Si nyinyi ndio wenye kazi? Ama mnasemaje? Si mimi mliniambia nipange mambo ya elimu? Si nimeajiri walimu 76,000? Si mliniambia nipange mambo ya kilimo? Bei ya mbolea si imeteremka kutoka 7,000 mpaka 2,500? Si kahawa ndio hiyo inalipa zaidi? Si chai ndio hiyo inalipa zaidi? Si maziwa tuko na minimum return? Si mliniambia nipange ajira hawa vijana? Si manyumba ndio hii inaendelea? Si vijana wanafanya kazi? Si mliniambia nipange masoko? Si masoko mimi najenga Kenya hii? Si mliniambia nipange barabara? Si barabara mimi najenga pande hii? Si mtihani mimi nangojea 2027? Lego kana tiguo. Si namna hiyo bwana. Uongozi si urembo, ni kazi. Si ndio? Si mnataka mtu ya kufanyia kazi? Si tukijenga barabara kila mtu anatumia? Si tukipanga soko kila mtu anatumia? Si tukipanga elimu vizuri watoto wote wanafaidika? Basi hiyo ndio kazi mlinipatia, na mimi nitafanya bidii. Ati mimi ni Zubaya ati alafu nianguke mtihani? Mimi siwezi hiyo. Hiyo kama tunaelewana bwana. Tuko pamoja? Watu wa Nyeri tumeelewana? Mnasema tuungane. Mnasema tushirikiane. Tupeleke Kenya mbele. Hebu nione wale wanasema tuungane tupeleke taifa letu la Kenya mbele. Basi mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Nyinyi mnajua bado niko na kazi nyingine kule Odhaya, bado niko na kazi nyingine kule Kiambu. Lakini watu wa Nyeri, mimi nataka niseme nimefurahi sana mmetukaribisha, na tushirikiane tufanye kazi kwa pamoja ndio Kenya iweze kupita hatua ya kwenda mbele. Wacha sasa kwa nafasi kidogo niwaulize viongozi wenzangu waweze kuongea moja moja, na sisi tumekubaliana ya kwamba hakuna siasa. Tuongee maendeleo ama namna gani? Siku ya siasa itakuja na kila mtu atapanga siasa yake, ama namna gani? Na nyinyi ndio mtasahihisha maneno, ama ni aje watu wa Nyeri? Wacha nimuite naibu wangu, naibu wa rais, Profesa Kithure Kindiki awasalimie. Rais, nataka nichukue nafasi hii kwanza ni kushukuru kwa vile umetembea hapa kwetu Nyeri.
Tunashukuru wewe kwa sababu watu ya Mount Kenya region ni wakulima, ni wanabiashara, ni watu wa kazi. Na ile miradi unatufanyia hapa itasaidia kukuza uchumi wa watu wetu. Ile kazi umefanya ya kusaidia kahawa yetu ipate bei.